Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hapa tulijiandaa tukupe taarifa fupi ya shule walau ijue, maana ni shule mpya ambayo tumejenga. Mheshimiwa Rais katuletea zaidi ya milioni 480 tukaweza kujenga shule hii, na leo ninavyoongea tuko mwaka wa pili. Hawa watoto unaowaona hawa ni madarasa form 1 na form 2. Maana yake kama tutaingiza form 3 hapa itakuwa tayari imejaa. Kwa hiyo nichukue nafasi kumkaribisha mkuu wa shule. Hebu kabisa taarifa fupi kwa mkuu wa mkoa. Sio kusoma kabisa. Mkuu wa mkoa anajua kusoma, atasoma mwenyewe, apate picha wapi tulipotoka na wapi tulipo na wapi tunapokwenda. Lakini vile vile nimkaribishe mtu wa mazingira kwa niaba ya mkurugenzi wetu wa jiji la Mwanza, ambaye kwa mujibu wa maelekezo tulishatoa target sisi Nyamagana kupanda miti zaidi ya milioni 1. Taarifa yetu imeonyesha tangu tukiadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Mheshimiwa Rais tumepanda miti mingapi, lakini katika jiji letu la Mwanza tumeshapanda miti mingapi. Na siku ya leo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, taarifa yetu inaonyesha, au utasoma utamkabidhi mkuu, nataka ukabidhi mara moja. Leo mambo ni hivyo hivyo, tunakwenda, ratiba ni ndefu. Taarifa hii mkuu wa mkoa ukipata nafasi utaielezea, lakini leo taarifa nayo kukabidhi inaonyesha kabisa bayana kwamba kwa siku ya leo tumepanda miti 2000 katika wilaya yetu, na tumepanda katika maeneo mbalimbali ya vituo vya afya, zahanati, shule za msingi na sekondari. Hapa peke yake Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mapema kabisa saa 12 tukiongozwa na Mheshimiwa diwani wa kata hii ambaye amemwakilisha pia mstahiki meya na mimi mwenyewe mkuu wa wilaya nikisimama kidete, na hao wananchi unaoona hapa, wazazi mpo, kwa pamoja tumeweza kupanda miti zaidi ya 1200 hapa, na maeneo mengine tumepanda na kufanya jumla ya miti tuliyoipanda katika wilaya yetu kwa siku ya leo miti zaidi ya 2000. Na hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumeogopa tu kuriski miti yetu kwa sababu sisi hatuna changamoto ya miche. Tunacho kitalu cha halmashauri ya jiji la Mwanza kina miti zaidi ya 100,000. Tulishakiotesha, kipo, tunasubiri mvua inyeshe tu zoezi liendelee. Sio kwamba tuna fedha, ni lazima tujinyime ili kuwasapoti, kwa sababu na wao wamekuwa wanajitoa kwa ajili ya viongozi. Kwa hiyo swala la umeme na maji hapa niliambiwa ni kero kubwa, na umeme na maji natakiwa milioni 1,900,000. Hadi sasa tumeshapata zaidi ya shilingi milioni 1,280,000. Kwa hiyo mkurugenzi, ninakuelekeza kiasi hiki cha fedha kilichobakia ukikabidhi mapema kesho, ili umeme na maji ndani ya siku 2 vipatikane hapa Kakebe. Meneja wa TANESCO yuko hapa ananisikia. Control namba ya umeme itolewe leo, ilipiwe leo, na kesho shughuli ya umeme ifanyike. Tuhakikishe kesho umeme unawaka hapa. Wale wenzetu wa mamlaka ya maji, control namba itolewe. Mkurugenzi, maliza hicho kiasi kidogo cha fedha. Hii ni shule iko katikati ya jiji, ni lazima ipewe heshima yake. Kwa hiyo ninawashukuruni sana, na haya ndiyo matunda ya birthday ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ninawashukuruni wote kwa kuja, ninawashukuruni kwa kunisikiliza, lakini mwisho niseme serikali itaendelea na jitihada za kuleta maendeleo katika mkoa wetu wa Mwanza. Serikali inaendelea na miradi mikubwa ya sekta ya elimu, miradi ya sekta ya afya, lakini pia barabara kama ambavyo mkuu wa wilaya ameeleza, na siku si nyingi changamoto ya barabara na madaraja zitakuwa zimepungua kabisa katika mkoa wetu wa Mwanza. Na tapewe leo ya umeme, kesho uwekaji umeme uendelee. Na mkurugenzi, kesho hakikisha umemaliza kiasi cha fedha, watu wa maji waje kuunganisha maji hapa, ili birthday ya rais iwe na maana katika shule hii. Mheshimiwa diwani, tunakushukuru sana wewe na viongozi wenzio wa mtaa kwa kujitoa kwa moyo. Asanteni sana. Wakazi wa kata ya Igoma, kwa niaba ya wakazi wa kata ya mtaa wa Kakebe, tunatumia fursa hii kukushukuru sana wewe pamoja na timu yako nzima kwa kuweza kuchagua kata yetu ya Igoma, mtaa wetu wa Kakebe na shule yetu ya Kakebe kwa ajili ya kwenda kupanda miti ambayo tumeipanda leo, miti 1000. Sisi ambalo tunalo kuahidi ni kwamba tutahakikisha miti hii ambayo tumeipanda leo
tunaitunza ili kusudi iwe manufaa kwa kizazi chetu na watoto wetu. Lakini pia tunatoa shukurani kwa tatizo ambalo limekuwepo hapa kwa habari ya maji pamoja na umeme, kwa zoezi ambalo umeliendesha, na leo tunaenda kushuhudia baada ya siku kadhaa zijazo ile changamoto ya maji pamoja na umeme ndani ya shule yetu ya Kakebe inaenda kutoweka. Tunashukuru sana na Mungu awabariki sana. Karibu tena Kakebe kwa ajili ya kuendelea kusukuma maendeleo. Asante. Tuanze. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jina langu naitwa Sheikh Twalid Ibrahim Ismail. Mimi ni shekhe wa kata ya Mahina, Baraza Kuu la Islam Tanzania BAKWATA, lakini ni imamu mkuu wa Masjid Shanina hapa Kakebe, ambapo tuko katika shule hii. Na leo tumefika hapa shuleni. Naona jambo kubwa ambalo linaendelea sasa hivi ni kupanda miti. Na kwa taarifa ambazo tumezipokea sisi viongozi wa dini kwamba ile imepandwa miti ipatayo 1000. Lakini sisi kwa nafasi yetu kupanda miti ni ibada. Tena ibada kubwa ambayo inatakiwa kuheshimiwa na kuenziwa. Na kwa hiyo sisi tunaifikishia serikali kwamba tutajitahidi sana kuitunza hii miti. Kwa maana ya kwamba kuhakikisha hata kipindi hiki ambacho maji yanasumbua, watoto wanatoka na maji hata nyumbani. Lita 5 kila siku akija mtoto shuleni kwa ajili ya kumwagilia hii miti ili iweze kustawi zaidi. Kwa hiyo tunatoa shukrani za dhati kwa serikali yetu chini ya Mheshimiwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wake wengine ambao wanamsaidia katika jambo hili. Tunashukuru sana kupata shule ya kisasa, ni shule nzuri sana ambayo hatukuwa nayo hapo mwanzo. Watoto walikuwa wakisomea mbali, lakini kwa sasa tunafurahi kwa sababu watoto wanasomea karibu na maeneo. Kikweli sisi kama BAKWATA kwanza, kwa sababu Mheshimiwa Mufti ashatoa maelekezo misikiti yote nchi nzima tuhakikishe tunapanda miti na kuhamasisha waumini wapande miti katika maeneo yao. Kwa maana ni jambo ambalo tumelianza muda mrefu sisi chini ya BAKWATA. Na tunaendelea kuhamasisha wananchi wapande miti. Kwetu ni ibada miti kama nilivyosema tangu mwanzo, na tutahakikisha tunaendelea kulifanyia kazi hilo jambo katika maeneo ya majumbani mwetu. Naitwa Esther Fred Marwa, nasoma kidato cha pili shule ya sekondari Kakebe. Nashukuru serikali kwa kutuletea miti ya matunda, miti ya kutupatia kivuli na hewa safi. Naahidi kwamba hii miti tutajitahidi viongozi kusimamia, watu kuimwagilizia ili iweze kukua, tupate matunda na vivuli, hewa safi. Mama yetu Samia na kuomba uweze kutuletea maji, umeme na vinginevyo. Maji ili tuweze, wanafunzi tunahangaika sana kutoka nyumbani, wengine tunatoka mbali National, Nyakato, tunatoka na vidumu vya maji tunaleta hapa shule. Naomba uweze kutuletea maji ili tupunguze uhaba wa ugumu wa kutoka nyumbani maji mpaka hapa shule. Tuletee maji ili tuweze kuwa tunamwagilizia miti yetu maji mengi, maana miti ni mingi sana. Takriban miti 1000. Wanafunzi tulioko hapa hatuwezi kukabili miti yote. Ndugu wananchi, ningependa nishukuru pia kwa ujio wa programu hii ya upandaji miti kufanya Tanzania iwe ya kijani, ambayo ni ndoto ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapenda hapa kwa siku ya leo tunaidhinisha siku hii ya kuzaliwa kwake kwa kupanda miti katika mazingira yetu, miti miche 1000. Kati ya miti yote hiyo kuna miti ya matunda na miti ya kutengeneza kivuli ya kivuli. Napenda kuahidi kwamba miti ambayo tumepanda miche 1000 tutahudumia, japo tuna changamoto ya maji, ila kwa kushirikiana na wanafunzi wangu na kuwaongoza vizuri yatamwagiliziwa na naamini yatastawi vizuri, na milima hii na eneo letu la shule yatakuwa ya kijani kadri siku zitakapokuwa zinaenda.